Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kwema nchi hii? Kwema. Kwema nyie wajukuu wa Kinjekitile Ngware? Kwema. Kwema nyie ndugu zake Bwege? Kwema. Kwema mashujaa wa Kilwa? Kwema shemeji zangu wa Matumbi? Na wakwe zangu? Hamjambo? Nawashukuruni sana kwa kuja kwenye mkutano. Na nawaomba radhi kwa sababu nimechelewa. Dar es Salaam mbali. Dar es Salaam mbali. Sasa tumekwama huko. Tukachelewa kufika, kwa naomba niwe radhi. Nyie ni shemeji zangu na ni wakwe zangu. Kwa sababu dada yangu mie wa kuzaliwa ni marehemu sasa. Kaolewa huku kwa Wamatumbi na mtu anaitwa Ali Kilindo, mtoto wa mzee Likumbage. Likumbage si jina la huku? Wenye shemeji zangu. Kwa nimekuja kwa shemeji zangu na kwa wakwe zangu. Sawa sawa? Lakini kikubwa ndugu zangu, nafikiri tunapokuja Kilwa, sisi tusiokuwa wa hapa, tunapokuja Kilwa tunahitaji kuja kwa unyenyekevu mkubwa sana. Kwa sababu hapa Kilwa hii ndio nchi ya Kinjekitile Ngware, au nakosea? Nilikuwa namuuliza mwenyekiti wa wilaya hapa, akaniambia alinyongewa mahali fulani si mbali na hapa. Kanyongewa hapa. Takapomaliza mkutano tusiondoke bila kanipitishe nikatoe heshima kwenye mahali iliponyongewa Kinjekitile Ngware. Shujaa wa nchi hii. Shujaa wa nchi hii. Mtu wa kwanza kuasi dhidi ya ukandamizaji wa wakoloni wa Kijerumani. Kwanza kuasi baada ya Jerumani kuwa umetangaza hii nchi kuwa ya kwao, ni wa hapa. Kwa nyie wajukuu wa Kinjekitile Ngware ni watu wa kuheshimiwa sana. Nilianze na hili. Lakini vile vile niwapongezeni wananchi wa Kilwa kwa kuwa wana mageuzi. Kwa kuwa wana mageuzi. Nyie kweli ni wajukuu ni watu ambao mwaka 2010 mlimchagua Bwege kuwa mbunge wenu. Mlikataa ukandamizaji wa CCM kama babu yenu Kinjekitile Ngware alivyokataa ukandamizaji wa Wajerumani miaka zaidi ya 120 iliyopita. Leo ni miaka 120, au nakosea? Kwa 2010 mkakataa CCM, na 2015 vile vile. Kwa nyie ni wana mageuzi, na nyie kweli ni wajukuu wa Kinjekitile Ngware. Ni wana mageuzi. Hampendi uonevu, hampendi kukandamizwa, hampendi kupuuzwa, hampendi kunyanyaswa.
tumechagua mageuzi tangu 2010. Niwapongezeni na niwape heshima kwa sababu mnahitaji kuheshimiwa na mnahitaji kupongezwa. Sasa ndugu zangu, mnakumbuka ya 2020 nimekuja hapa kufanya mkutano, mgombea urais. Tumefika hapa, kulikuwa na uwanja mahali fulani huko nikapigwa mabomu sana, na nyie mkapigwa mabomu sana. Anayeamuru wasidi apige mabomu mtendaji wa kata. Angalau alijitambua kwangu kuwa ni mtendaji wa kata. Mtendaji wa kata anamwamuru wasidi apige mgombea urais mabomu, asifanye mkutano na wananchi wa Kilwa. Akakosea. Yule kijana yule si alikuwa anajiita katibu kata, mtendaji wa kata. Bwana OCD wa Kilwa, ni utaratibu wa jeshi la polisi kwako wewe kuamuriwa na mtendaji wa kata kupiga mabomu mgombea urais ili afanye mkutano? Ndio taratibu za kipolisi za nchi hii. Lakini nilipigwa mabomu, sikuweza kufanya mkutano. Sasa nimekuja, miaka 5 imepita, Mwenyezi Mungu ameturehemu, tumerudi, tumekutana. Sasa tuzungumze ya uchaguzi huu, ya mwaka huu wa uchaguzi. Ni kweli, hujakosea. Tuzungumze ya uchaguzi. Tunaendaje kwenye uchaguzi wa mwaka huu? Ndilo ambalo limenileta hapa kwenu leo. Tunaendaje kwenye uchaguzi wa mwaka huu? Iko hivi, nina taarifa hapa za Kilwa. Nina taarifa za Kilwa ambazo zinaweza kutupa jawabu la tunaendaje kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Mnanifahamu? Nataka nizungumze za Kilwa kwa sababu mnazielewa vizuri. Sawa sawa jamani? Mwaka jana Novemba tulikuwa na uchaguzi wa vijiji na mitaa, au nakosea? Kwenye uchaguzi wa mwaka jana hapa kwenu, hii ni Kilwa Kivinje na kuna Kilwa Masoko, au sio? Hapa kwenu Kilwa Kivinje, katika mitaa 21 ya Kilwa Kivinje hajapata mwenyekiti wa kitongoji hata mmoja. Ni mtaa kitongoji, ni kitongoji hata mmoja. Sifuri. Kati ya mitaa vitongoji 21 wote wamekwenda CCM, au nakosea? Na wote wamekwenda CCM kwa sababu wapinzani wote walienguliwa, au nakosea? Nasema uongo? Na vurugu zote walizofanya, ndio maana wakashinda mitaa yote 21. Hapa kwenu kule Kilwa Masoko kuna vitongoji 9 vile vile walikomba vyote.
kwa sababu waliengua wagombea wote vile vile. Kwa hiyo wapinzani wamepata 0 Kilwa Masoko vile vile. Hiyo ni ya mwaka jana. Turudi miaka 5 nyuma. Mwaka 2019 kulikuwa na uchaguzi tena, au nasema uongo? 2019 nako wapinzani hapa Kilwa Kivinje walipata 0 kwa sababu Magufuli na watendaji wake walifuta wagombea wote wa upinzani. Kilwa Masoko nako wapinzani walipata 0 kwa sababu hizo Magufuli na CCM yake walifuta wapinzani wote. Turudi miaka 5 zaidi. 2014 ndio tulifanya uchaguzi wa maana hapa. Nimesema nizungumze ya hapa, msiniambie unatuletea ya Singida kwenu. Nazungumza ya Kilwa ya kwenu. 2014 ilikuwaje? Kwenye mitaa 21 ya Kilwa Masoko, ya Kilwa Kivinje, samahani, ACT au ilikuwa CUF wakati ule? Ilikuwa CUF. Wapinzani wenzetu walishinda mitaa 21 kati ya vitongoji 21 kati ya vitongoji 21 vya Kilwa Kivinje. Ndio maana nimesema nyie ni wajukuu kweli wa Kinjeketile. Mlishinda CCM kila mahali hapa, au nakosea? Kule Masoko kwenye vitongoji 9 vile vile mlishinda CCM kwenye vitongoji vyote 9. Mliwapiga 9 bila. Nasema uongo? Mwaka jana mmepata 0 hapa na Masoko 0. Sio kwa sababu ACT hawapendwi au Chadema hawapendwi, ni kwa sababu hawataki tena uchaguzi. Nakosea? Niambieni watu wa Kilwa Kivinje. Hawataki uchaguzi. Na ili kusiwe na uchaguzi wanafuta wagombea wa upinzani. Unanielewa? Tuliwapiga 21 bila miaka 10 iliyopita. Mwaka jana wanasema wagombea wetu hawawezi kujaza fomu, hawawezi kuandika majina, hawajui namna ya kugonga mihuri fomu za uteuzi, na upuuzi wa aina hiyo. Narudia tena, leo CCM wanatawala hapa sio kwa sababu mmewapa kura, ni kwa sababu hawataki uchaguzi. Wanafuta wapinzani ili msipige kura. Nasema uongo? Sasa hayo ni ya hapa mji mdogo wa Kilwa Kivinje, mji mdogo wa Kilwa Masoko. Twende kwenye vijiji. Hili jimbo lenu la Kilwa Kusini na Kilwa Kaskazini, sawa sawa, kuna kwenye vijiji mwaka 2014 kuna vijiji 114 vya wilaya hii. 114. Miaka 10 iliyopita mlichagua CUF kwenye vijiji 75. CCM ilipata vijiji 39 peke yake. 75 vilikwenda kwa wapinzani. 2019 wakati wa Magufuli 0. 2024 chini ya mama 0.
0. Miaka 11 iliyopita wagombea wengi walikuwa na uwezo wa kuandika majina yao, kujaza fomu vizuri, wakashinda kwenye vijiji 75. Miaka 10 baadaye wanaambiwa hawajui kuandika majina, hawajui kujaza fomu, na upuzi wa aina hiyo. Kwa sababu CCM na serikali yao, iwe ya mama, iwe ya Magufuli, hawataki uchaguzi. Hawataki ushindani. Hawataki wananchi mpige kura mkachagua viongozi nao wapenda. Mnanielewa? Twende kwenye kata. Kuna 11 Kilwa Kusini na kuna kata 13 Kilwa Kaskazini. Uchaguzi mkuu wa 2015 Kilwa Kusini, CUF walishinda kata 9 kati ya 11. CCM walishinda kata 2 tu. Kule kaskazini kwa Ngombale, madiwani wa CUF walishinda kwenye kata 10 kati ya 13. CCM walishinda kata 2, 3 tu. Kwa kwenye Kilwa yote kusini na kaskazini, CUF ilipata madiwani 19 wa kata, CCM ilipata 5 tu. 2020 0. Kwa sababu ya mabomu ya polisi, kwa sababu ya bunduki za polisi, kwa sababu ya wizi na uchafuzi wa uchaguzi uliofanywa na Magufuli na CCM wakisaidiwa na hao waliokuwa wanawapigeni mabomu hapo. Sasa hiyo ndio hali ya uchaguzi ya hapa Kilwa kwenu. Sasa niwaulizeni ndugu, hivi mnafikiri tukienda kwenye uchaguzi mwaka huu tunapata nini? Niambieni, tunapata nini? Kama hali ndio hii, niambieni watu wa Kilwa, tukienda Oktoba kwenye uchaguzi tukasema twende tu, tunapata nini? Niambieni. Ndio maana sisi wa Chadema tumesema, na nasema hapa mbele yenu, ndio maana tumesema kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Kama hakuna mabadiliko tuzuie uchaguzi. Kwa sababu tukienda hivi hatuendi kupata kitu chochote. Mnafahamu, kila mtu anafahamu na Mungu anafahamu. Kwa sababu hawa hawataki uchaguzi tena. Ili washinde inabidi watumie mabomu. Ili washinde inabidi wafute wagombea wa upinzani. Ili washinde inabidi mapolisi waje na vibegi vimejaa kura feki. Au nakosea? Mauwe baba. Ndio maana tunasema bila mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi hakuna uchaguzi. Msikubali. Nyewe chukua Kinjekitile Ngware, msije mkakubali tena upuuzi huu. Kwa sababu kama huu sio upuuzi, ni kitu gani? Niambieni ni kitu gani? Niambieni kitu gani kama huu sio upuuzi? Niambieni kama huu sio ukandamizaji, ni kitu gani? Niambieni kama huu sio uonevu, ni kitu gani? Ni uonevu wa aina ile aliyoupinga Kinjekitile
ile ngware babu yenu kwa Wajerumani. Kwa msikubali hata kidogo. Tusikubali kuchezewa tena. Watakuja kuwalazimisheni? Watawalazimisha? Thubutu. Sasa naomba nimalizie kwa sababu tunakwenda Lindi. Sawa sawa? Tunakwenda Lindi. Naomba nimalizie. Ni mabadiliko gani ambayo tunayataka? Ni mabadiliko gani ya mfumo wa uchaguzi ambayo tunayataka, ambayo tunayapigania, ambayo yasipofanyika uchaguzi hakuna? Sawa sawa? Ni mabadiliko gani hayo? La kwanza kabisa, hatutaki tena chaguzi za nchi hii zisimamiwe na ma-CCM na maswahiba wao. Tume ya uchaguzi kwa katiba ya nchi yetu, tume ya uchaguzi yote inateuliwa na rais. Samia ni mwenyekiti wa CUF. Ni mwenyekiti wa nini? Wa CCM. Unafikiri anaweka watu wa aina gani kwenye tume? Anaweka ma-CCM wenzake. Sawa sawa? Hatutaki tena tume ya uchaguzi ya CCM. Sawa sawa? Hatutaki tena wakurugenzi wasimamie chaguzi zetu huku kwenye majimbo ya uchaguzi, kwa sababu wote ni ma-CCM. Na ni ma-CCM kwa sababu wote wameteuliwa na rais. Na rais ni mwenyekiti wa CCM. Hatendi haki. Mnanielewa? Wachinia wakurugenzi, hawa watendaji wa kata, kama huyo aliyekuwa anaamuru tupigwe mabomu, wote ni ma-CCM vile vile. Nasema uongo? Hao walimu wanaosimamia kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura, wote ma-CCM. Nasema uongo? Nasema uongo? Kwa hiyo hatutaki tena chaguzi zetu zisimamiwe na ma-CCM kwa sababu yanapendelea ma-CCM wenzao. Tunataka tume huru. Wajumbe wa tume wasiteuliwe na rais na asio na uwezo wa kuwaondoa. Wakurugenzi wasisimamie uchaguzi kabisa. Watu huru waombe kazi, waajiriwe na tume, wasimamie chaguzi. Wasiwe CCM, wasiwe Chadema, wasiwe ACT, wasiwe chama chochote. Na rais asiwe na mamlaka yoyote juu yao. Na utaratibu huo uende mpaka kwenye ngazi ya kijiji na mtaa. Uchaguzi usimamiwe na watu tusiokuwa na shaka nao. Hilo ni la kwanza tunalotaka libadilike. La pili, engua ya wagombea wa upinzani ikome. Engua ya wapinzani ifanye nini? Ikome. Tunataka tukakataliwe na wananchi kwenye sanduku la kura, sio tukataliwe mezani na ma-CCM. Kwa hiyo utaratibu unaoruhusu wapinzani kuenguliwa kwenye kugombea ufutwe, uweke utaratibu utakaowezesha wagombea kushindana kwenye box na kupigia kura. La tatu, daftari la kudumu la wapiga kura. Tunataka daftari liandikwe upya, wapiga kura waandikishwe upya nchi nzima, kwa sababu ndugu zangu, daftari la sasa la wapiga kura lina mamilioni ya wapiga kura feki. Wameandikishwa marehemu, wameandikishwa watoto wadogo, wameandikishwa watu wasio kuwepo kabisa, ni majina tu. Halafu wakati wa uchaguzi
kila polisi ana kabegi mgongoni, kila mwalimu ana kabegi mgongoni, kila mtendaji ana kabegi mgongoni, kamejaa kura feki. Ili kukomesha kura feki, daftari la kudumu la wapiga kura liandikwe upya, kufuta hao wapiga kura mahewa. La nne, hizi vurugu kwa wapinzani wakati wa kampeni, kuwapiga mabomu kama nilivyopigwa hapa mbele yenu miaka 5 iliyopita, ukome. Tufanye kampeni sawa bila bughudha ya mapolisi au usalama wa taifa au ma-DC au wakuu wa mikoa au maafisa tarafa. Tuachwe tufanye kampeni, tupambane na CCM. Tusifanyiwe vurugu tena. Ni la ngapi? La 4. La 5, masuala yote yanayohusu mawakala tunataka yabadilishwe. Ni masuala gani hayo? Sasa hivi ukiwa na mawakala wewe ni ACT, hawa mawakala kuapishwa ni vita. Wakishaapishwa, majina yao kupelekwa kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura ni vita. Hata majina yakipelekwa kuingia kwenye vituo wasimamie uchaguzi ni vita. Hata baada ya kura kupata nakala ya matokeo kwa mawakala wa upinzani ni vita. Hawapati. Na mwisho, kwenye kutangaza matokeo sasa yanatangazwa kwa mtutu wa bunduki za mapolisi. Tunataka utaratibu huo ubadilishwe. Kila chama chenye mgombea kiwe na haki ya kuwa na wakala muda wote wa kupiga, kuhesabu na kutangaza matokeo. Muda wote. Kusiwe na kipindi ambacho chama kitanyang'anywa wakala wake kwenye kituo cha kupigia kura au kuhesabia kura au cha kutangazia matokeo. Sawa sawa jamani? Sasa hayo 5 ni uchache, yako mengi, lakini hayo ni muhimu. Yakifanyika hayo tunaenda kwenye uchaguzi. Yasipofanyika hayo, tukabane nao, tuzuie uchaguzi. Nyewe wajukuu wa Kinjekitile mtasema hamjui namna ya kuchukua hatua? Unajua. Chukue hatua. Tusikubali tena upuuzi. Tusikubali tena kuonewa. Tusikubali tena kuongozwa na watu ambao hawana ridhaa ya wananchi. Hao masisiemu wote, mwenyekiti wa kitongoji, si diwani, si mbunge, hawana ridhaa yenu, hawana baraka zenu. Wanakujaje kuwatoza kodi na maushuru? Sasa ili tupate viongozi wa kwetu wa kweli, lazima tubadili utaratibu kwenye maeneo niliyoyasema. Mabadiliko hayo yote yanahitaji katiba ibadilishwe kwenye masuala yote yanayohusu uchaguzi, kwa sababu yameanzia kwenye katiba. Na yanahitaji sheria za uchaguzi zibadilishwe. Na yanahitaji tume yenyewe yote na hawa wote wabadilishwe. Tutengeneze utaratibu mpya. Sisi hatuogopi uchaguzi. Nye wananchi wa Kilwa hamuogopi uchaguzi, kwa sababu mnajua namna ya kushinda uchaguzi unapokuwepo. Sawa sawa jamani? Sawa sawa? Imeeleweka? Mmenielewa? Sasa mimi nimemaliza. Na naomba sasa mturuhusu tukimbie tuwahi mkutano wa Lindi mjini. Na watakieni kila la heri. Na Mwenyezi Mungu aendelee kuwa rehema. Tutakutana siku nyingine.